Kwa majina naitwa Mchungaji David Tarimo. Awali yote niseme nimshukuru Mungu kwa ajili ya CTMI ambayo hii ni shirika la watakatifu. Kwa hiyo leo tuko na mwaliko wa watumishi hao kutoka katika shirika hilo wamekuja kuleta neno la Mungu kanisa letu la Pentecost hapo, na lengo ni kwa ajili ya mwili wa Kristo. Sisi ni sehemu katika mwili ule wa Kristo. Kwa hiyo ujumbe ulikuwa mzuri. Pia amesema kuhusu tatizo la kanisa kwa siku za leo. Amesema vizuri sana mtumishi wa Mungu kwamba tatizo ni mwili, na tunakubaliana na maneno ya Mungu katika kitabu cha Wagalatia ya kwamba mwili ulivyo, hata katika kitabu cha Warumi pia anasema kwamba mwili ukishindana na roho. Kwa hiyo ametueleza sana kwamba shida kubwa ni mwili. Tofautiana kwa sababu ya dini na madhehebu yetu mbalimbali, kumbe Yesu alikuja kwamba tuwe mwili moja. Kwa hiyo ile alikuwa akizungumza kuhusu swala kwamba mtu anaweza kuwa na dini lakini pia anaweza kusema mimi ni mchungaji, kumbe huko anagombana na mke wake au ameoa mwanamke mwingine, ana mke na wanawake wawili, lakini Biblia haitufundishi hivyo. Ni kwa sababu hiyo kwamba kwa sababu hawajakubaliana na swala la msalaba wa Yesu, hawajakubali kuamini Yesu Kristo na hawajafa katika miili yao. Kwa sababu Biblia inasema kwamba ukitaka kunifuata mimi jikane mwenyewe. Kwa hiyo kuna watu bado katika miili hatukujikana kwa msaada wa Mungu. Yaani wengine hawakuweza kujikana. Hawajajikana, tabia zao wanaingia nazo hizo. Mimi ni Mchaga. Naweza ngana tabia zangu za Kichaga ndani ya kanisa. Mchungaji akasema ameokoka, jamani, kwa kanisani pale na ninahubiri. Sasa watu hawajui, alafu kunafanya biashara zingine hata za kuuza. Tunasema kwamba amesema kuuza biashara, kufanya biashara kuuza maji au kuuza mafuta, lakini lengo haswa la Yesu Kristo lilikuwa ni kwamba tumtambulishe Yesu kwa ajili ya watu waweze kumwamini. Biblia inasema amwaminie hata hukumiwa, asiyemwamini atahukumiwa. Kwa hiyo kila mtu kosa lake litafika mbele ya kiti cha hukumu na atahukumiwa mtu kutokana na yale aliyokuwa ameyafanya. Na bahati nzuri nimefurahi sana kwa ajili ya mhubiri huyu, yuko vizuri sana. Amesema kwamba unapokuwa ukisema lolote kumbe mke wako, wewe ni mjinga, ule ujinga unaandikwa kwenye kitabu kile cha uzima kwamba siku ile ya mwisho utaulizwa ulitukana, maneno yako yote yataletwa hukumuni na utahukumiwa kutokana na yale uliokuwa umeyasema. Kwa hiyo nimefurahia sana, na huu ndio wokovu ambao tuliupata. Miaka ile ya 90 tulikuwa tunaitwa watu wa kulia. Siku hizi kila mtu anaweza kujifanya kwamba ameokoka, lakini kwa kuhitimisha niseme kwamba tumebarikiwa sana kwa ibada leo. Hatujakosea na kupata kitu kizuri. Tumeungana pamoja nao, na mimi mwenyewe binafsi nimekubali kuwa mwanachama huyo, kwa sababu ndio imani halisi Yesu Kristo, kuwa ndani ya jambo hilo la kutumikia Yesu katika ukweli na tuishie neno la Mungu vizuri. Mungu akubariki sana, na karibu unayenitazama, karibu tena kanisa la Bonde la Baraka, na ndani ya nyumba hiyo kuna mambo mazuri kupitia watumishi wa Mungu hawa. Barikiwe sana. Bye bye. Kwa majina ninaitwa Boniface Mkami, ni mtumishi wa Mungu, na kwa ufupi ni kwamba ninamshukuru Mungu hasa baada ya kukutana na watumishi wa Mungu ambao walikuwa wanatumikia Mungu kwenye shirika la CTMI. Kirefu cha CTMI ni Church Team Ministry International, au shirika ambalo linawaunganisha watu wa Mungu au watumishi wa Mungu kutoka madhehebu mbalimbali. Na uzuri wa CTMI ni kwamba sio dini wala haina mfungamano wowote na dini yoyote, lakini inafanya kazi pamoja na watumishi wa Mungu wa madhehebu mbalimbali. Na lengo lake kubwa ni kuwafanya watumishi wa Mungu wasione mgawanyiko ambao uko kwenye madhehebu yao, lakini wajue neno moja ya kwamba wao ni watumishi wa Mungu na wanaweza kufanya kazi kwa pamoja kama familia. Na lengo kubwa la CTMI ni kuwaleta wachungaji na makanisa yote pamoja. Sisi ni watumishi wa Mungu ambao kama mnavyofahamu mwili wa Kristo haukugawanyika. Ukisoma Biblia inasema hakukuwa na mtu wa Paulo wala wa Kefa wala wa Petro. Wote walitakiwa wajue wao ni watumishi wa Mungu na wanatakiwa kufanya kazi kama timu. Kwa hiyo CTMI imekuwa ni kiunganishi kikubwa cha kuwafanya watu wa Mungu waje kwa pamoja. Na hivi tunavyozungumza CTMI imekusanya zaidi ya nchi 180 kwa pamoja.
ambazo zinafanya kazi kwa pamoja, wanamtumikia Mungu kwa pamoja. Na hata sasa tunavyoongea, watumishi wa Mungu wengine wako Misri, wengine wako Afrika Kusini, wengine wako hapa Tanzania, wengine wako Kenya. Na hata tunavyoongea hivi, mwezi wa 4 huu tutakuwa na mtumishi wa Mungu kwenye mji wetu wa Meru pamoja na kule Mombasa. Kwa hiyo CTMY kwa ujumla wake sio dini. CTMY sio shirika fulani linalomilikiwa na dini. Hapana, CTMY ni ushirika wa watumishi wa Mungu wanaofanya kazi kwa pamoja, na watu wa madhehebu yote wanaweza kukusanyika pamoja kama familia na wakamtumikia Mungu bila kubaguliwa na madhehebu yao. Na CTMY, mtu mmoja anaweza kuuliza, hivi ninawezaje kujiunga CTMY? CTMY haina fomu za kujaza ili uweze kujiunga. Hapana. CTMY unakuja kama ulivyo na dini yako na shirika lako, na mnafanya kazi na watumishi wengine wa mashirika mbalimbali. Kwa jambo hili ambalo Mungu ametusaidia kulipata, kwa kweli limekuwa ni baraka kubwa. Ni baraka kubwa. Hata sisi tulipokutana na CTMY tulikuwa na Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa wa Kaja TV, kwa majina naitwa Simon Nathaniel Kihio, ni mtumishi ni mzee wa kanisa la Bonde la Baraka KLPT, tuko hapa Kunduchi. Mimi ukuli kwa nafsi yangu kwanza nimshukuru Mungu sana kupata nafasi hii au fursa hii ya kupata semina hii ya mtumishi wa Mungu ambaye aliguswa na kuona kwamba ipo haja ya watu wa Mungu kupata semina hii kwa ajili ya jinsi ya kutumikia Mungu. Jinsi ya kutumikia Mungu, watu tunahitaji mioyo yetu kwanza tukatengeneze kabla ya kutoa neno la Mungu. Sisi wenyewe kwanza tunahitaji tujitakase, mioyo yetu iwe safi. Kabla ya kuendelea na topic nyingine, inahitaji kwanza sisi mioyo yetu tuisafishe kwanza, tuwe safi. Tujitakase mioyo yetu kwanza. Kwa kuwa sasa hivi dunia sasa hivi tunaona hata wapo watumishi wa Mungu ambao wanamtumikia Mungu kweli, lakini mioyoni mwao bado wana makando yale, wana zile tabia za asili bado wanaendelea kutembea nazo. Kwa hiyo mioyo yao bado haijapondeka au haijasafishika sawa sawa. Kwa hiyo ipo haja, ndio maana mtumishi wa Mungu kapata maono haya, mafunuo haya ya kutembea ya kutembea katika mbalimbali, kutoa semina kwa ajili ya namna ya kusafisha mioyo yetu ili tujitakase tunapotumikia Mungu au tunapotoa ujumbe kwa watu wengine. Mioyo yetu sisi iwe safi, tusiwe watu wa kubeba mizigo mioyoni, ili mioyo yetu iwe safi, iwe clear, ili hata ule ujumbe tunapoutoa moja kwa moja unakwenda unajenga kitu katika moyo wa mtu mwingine. Mimi kwa majina yangu naitwa James Christopher Wesha, ni mtumishi wa Mungu kwenye kanisa la Tanzania Assemblies of God katika idara za wanafunzi na maandiko. Kwa kweli kitu ambacho nimekiona kwenye mkutano ule ambao kimenifurahisha sana, kwa kuwa mimi nimeokoka miaka ya 80 nikiwa bado kijana mdogo sana. Sasa kuna ile hali ya wokovu na upendo ulikuwepo kwenye kipindi kile, na ukilinganisha hali ya sasa hivi unaona dhahiri kabisa kwamba sasa hivi ule upendo wa kwanza umeshakwisha. Ni kama vile watu tumemwacha Mungu mbali. Kwa hiyo haya mafundisho ambayo nimeyapata katika semina ile yamenikumbusha kuona kweli sasa hivi kuna haja ya kurudi kwa Mungu. Kuna haja kumrudia Mungu katika mafundisho ya kweli ili tuweze kustawi katika maisha ya wokovu na kwa ajili ya kurithi